Wewe msimu Raila ni mzuri, Raila Madila alikuwa anasimamia mnaanza kuikandamiza hata kabla hajazikwa. Itakuwaje? Sasa wengine wanaanza kudanganya jana kwa matanga, hata Raila aliwaambia akikufa atuwapaki kwa serikali ya broad-based. Aliwaambia wapi? You are lying. Maana Raila alikuwa anajua anakufa. Hii kitu ilipata kwa ghafla, aliwaambia serikali kutai kwa broad-based government. Almost 100% kwamba vile wanaamua kupigana na mzungu watakufa, lakini walikuwa wanajua kwamba wanakufa kwa sababu, na sababu ilikuwa kwamba vizazi ambao vinakuja ambao ni sisi tusikae yale maisha ambao hao walikuwa wanakaa, maisha ya utumwa, ya kunyanyaswa, kupigwa, na maisha ambayo hata ukifanya kazi uone matunda hiyo kazi. Ile roho ya kujitolea katika taifa la Kenya imerudi chini. Watu wamekuwa ni wakujitakia zaidi. Leo nimesikiza hotuba ya rais na imeongea kwa urefu sana kuhusu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga hata leo baada ya kufa Raila consumers amepewa hadhi ya juu sana ambayo inapewa marais pekee yake, never chief of the golden heart. Kwa taifa la Kenya kila mara inakuwa ni mtu mmoja tu, ni president pekee yake. Lakini Raila amepewa hiyo. Na mkiangalia historia ya Raila tangu wakati wa Mzee Moi, alipigana na Mzee Moi, baadaye akaingia kwa KANU akakuwa secretary general. Akaja Mwai Kibaki, walianza pamoja, wakapitana, wakapigana, wakarudi pamoja. Akaja Uhuru Kenyatta, wakapambana kwa siasa, baadaye akaingia kwa serikali. Kwa sasa tuko na Rais Ruto ambaye walikuwa pamoja wakapitana, na wakati wa kura walitokanana sana, waliitana vitu vibaya, lakini baadaye Raila akaingia kwa serikali. Mimi mwenyewe kama yule mtu ambaye niendesha kampeni ya Azimio hapa tuambia nishuka sana wakati Raila aliingia kwa serikali. Lakini swali ni je, kama mtu ambaye amesimama kwa kuwania kiti cha urais karibu mara 5 na hajashinda, na kila mtu ambaye tumemchagua ameona kwamba hawezi kuendesha serikali bila kuwa na Raila, Wakenya wenzangu, lazima tujiulize swali. Kuna uwezo sisi kama Wakenya tulishinda kumchagua rais ambaye angekuwa bora zaidi kuliko watu wengine wote? Maana kila rais mnachagua lazima aita Raila kuja kusaidia kuongoza serikali. Mbona hamkumchagua Raila mwenyewe aongoze serikali? Siasa yetu inapangwa vipi? Tunaita kitabu, nasema nyinyi Waluya, nyinyi na Wakale na Wakikuyu mmekuja pamoja, wengine jamii hii na ile wamekuja pamoja. Wala ambao wamekuwa wengi mnasema tunamchagua huyu, which grouping is bigger? Wakenya hata hamna haja kusikiza mtu anaongea sera gani. Sasa hii taifa ambao tunasema itoke third world ende first world, fika namna gani kama the best talent? Sisi wenyewe wa Kenya tuwezi kuona the best talent. Wakati wa kura tunatukana wale watu ambao ni wazuri kabisa, tunawatukana, tunawakejeli, tunasema hao watu ni bure. Baada ya kura tunasema wakuja kwa serikali wa stabilize government. Hata ukikuwa kule nje serikali itaweza kusimama. Kwani sisi hatuna macho, hatuna kila kuona viongozi? Wakati umefika sisi sasa lazima tujiulize, kama wale wazalendo ambao walijitokeza wakati wa kupigania uhuru wakaamua kwamba Kenya is bigger, waje tupiganie taifa letu tujikomboe. Tukue taifa ambalo identify heroes na kuwapatia nafasi kushughulikia masuala ya taifa. Tusikojee wakufe kwanza ndio tuanze kuwasifu na kuwashukuru. We are a pretentious, hypocritical country
Ni nini lizuia rais kwa mfano kupatia Raila CGA wakati alikuwa alive? Of what value is that matter to him now? Hata ivaa kwa shingo. Nasema isiposima for what? Nataka kusema kwamba Raila alikuwa hai, hatuko tunaona mambo yake mazuri amekufa nikayaona. Until our country stops being pretentious and hypocritical, ile mambo yote mazuri ambayo tunasema yote yatapokomea kwenye kaburi la sahaba. So mimi naomba Wakenya kabisa, Wakenya wenzangu kabisa, haswa nyinyi vijana, mambo ya ukabila tuweke kando. Ukabila umeua taifa la Kenya. Watu wanaangalia ukabila, hawaangalii maadili. Yale maisha Raila alipitia kwa mikono ya serikali. Kuanzia 1982 wakasema hataka kupindua serikali, akakuwa detained without a trial. Wakati alitoka kumshika tena, ikabidi atoroke. Alivaa nguo kama mwanamke, akapanda boat kule Victoria, akatoroka akaenda Uganda, akaenda Norway kuhepa kile kitu ambacho alikuwa anasema ni tafadhali fungua democratic space. Chama cha KANU kisio chama cha siasa peke yake, watu wakuwe na fursa kuwa na vyama vingi compete, let political ideas compete. Hiyo tu ikawa ni swala kwamba watu wanakaa chini wasema huyu jamaa lazima tuwe, lazima tufunge. Amekuja hapa taifa la Kenya, amesimama kura kama ile kura 2007, na lazima Wakenya tuombe msamaha kabisa. Maana 2007 Raila alishinda kura, he won with a landslide, lakini akanyang'anywa. Wakati Raila alikuwa ananyang'anywa kura, wala ambao wanamsifu sasa hivi walikuwa wapi? Where were they? Mnangoja na kufa mzima, oh he was a very good man, oh he was what? He was the same what? Where were you? Where were you? Where were you when Raila needed you the most? Maana ni watu wa serikali ndio wanakaa chini na wanasema wacha tufinye huyu, wacha useme. Hawasemi kwamba huyu mtu amesema ukweli ama amesema uongo. As we mwone Raila juzi wameweka into law sheria ambayo inaweza kukandamiza vijana wetu. Hatuwezi andika kitu kwa mtandao. Mimi natukana kila siku kwa mtandao, nimekufa. The freedom of speech, the freedom of expression is in our constitution. Tuko na watu wanaenda bungeni wanapitia sheria ambayo draconian laws. Sasa huwezi andika kitu, unatetemeka, lazima utafute jina ya uongo weke pale ndio sasa utafanya makosa. Why can we allow our people to express themselves freely? If we love Raila, the freedom fighter, the man who was dedicated to the welfare of our people, we cannot speak from both sides of our mouth. We cannot. Huwezi kusifu Raila ni mzuri, Raila madili alikuwa anasimamia, mnaanza kuikandamiza hata kabla hajazikwa. Itakuwaje? Sasa wengine wanaanza kudanganya jana kwa matanga, ati Raila aliwaambia akikufa atuwapaki kwa serikali ya broad base. Aliwaambia wapi? You are lying. Maana Raila alikuwa anajua anakufa. Hii kitu ilipata tu wakati alipoambia serikali kutai kwa broad base government. Lying was not part of the ideas of Raila. Raila was a man who was committed to the truth. Say the truth and face the consequences. What I'm not talking about government, do that by choice because you believe it's good. Lakini mseme kwamba Raila alisema alikwambia wewe wapi ama uliota. Watu waje uongo bwana. Uko na freedom ya kwa serikali. But don't make it kama ile kwa obligation kwamba Raila asema kwa serikali. Hapana. So sisi kama wakazi wa Trans Nzoia pia nataka tupunguze hii mambo ya migawanyiko ya ukabila. Let us reduce it. Watu wanatoka nje ya kaunti ya Trans Nzoia wanakuja kupeleka story mingi hapa ambayo inatugawanisha kabisa. Huyu ni mbaya, huyu ni mbaya, huyu ni mbaya. Kuna watu hapa Trans Nzoia mimi kuwapatia basari. Nipatie mambo basari, nipatie hivi. Alafu kiongoza pale kule Nzoia kaunda mwambie huyu anatembea anakupatia basari. Huyu mama anasema anataka. Anabeba basari. Anasema huyu anatembea tupatie basari. Why do you behave like this? Ethnicity haitakupeleka mahali popote. Kujua kwamba wewe ni cosmopolitan county, tupendane.
Hata viongozi ambao mnasema kwamba wakuji kwa mikutano, nani anawakataza kuja kwa mikutano? Ni kwa sababu ile program sisi tuko nayo ambayo inajali mwananchi wa kawaida, hawa wako hiyo program. Mtu anataka utembee na yeye wakati unampatia tenda. Anataka utembee na yeye wakati unaajiri mtu yake. Anataka utembee na yeye kwa sababu anakulazimisha wewe ufuate maadili yake. Ile maana anataka siasa au mfuate hapo. The politics of deceit. Sisi wakati tushindwa kura, Rais Ruto akashindwa kura, by law we are obligated to remain in the opposition and keep the government on its toes. This idea of making those of us in the opposition feel guilty will not work. Maana serikali lazima waambie mmefanya makosa hapa, mmefanya makosa hapa, mmefanya hapa. Sisi wote kwa ndani ya serikali tunaenda kufanya njama ya kandamiza wananchi. Amuda wae sikia mabata kama uzi nafanyika mtasikia. So my good brothers who are elected with me, kama tuko vyama tofauti, ni focus Mungu ndani ya serikali, mimi niko nje ya serikali. Let me do my job. Let me do my job. But our day is coming. Our day is coming because I know Kenya deserves better. Our day is coming. Wale watu ambao wamekuwa part of the history ya kugandamiza taifa la Kenya, they cannot pretend today kwamba they can move this country to the first world. They can't, because they have got no idea. Sawana. You can't think of creating jobs, employment for our people, na unaongeza tax at the same time. Saa hizi wanaimport mahindi kutoka nje ya taifa la Kenya. Wakulima hapa Trans Nzoia, wakulima wa Simigishu, Bungoma, Kakamega, Nakuru, Laikipia, Narok, wanavuna mahindi imejaa, hakuna soko. National Cereals and Produce Board hainunui mahindi. Na nyinyi wakulima mnajua, kama umelima mahindi na uuze mahindi yako kwa shilingi 5,000 kwa gunia kwenda juu, hiyo sio biashara, hiyo yote ni hasara. Serikali inajua hivyo. Lakini kiambia serikali patia mkulima wa motoshed shilingi 5,000 kwa gunia moja mahindi, serikali inakataa. Lakini serikali iko tayari kwenda kuleta mahindi kutoka Pakistan ilipo shilingi 10,000 kwa gunia. Hiyo pesa yote wana subsidize mkulima wa Pakistan na mkulima wa Kenya hapa bado naomba 5,000 peke yake. Hawezi kupatia. We don't need irrigation schemes to want to put the in Kenya. All we need is to motivate the farm. Leo hii wakulima before bei nzuri ambayo iko guaranteed, watu warudi kwa shamba, tutalima mashamba, tutalisha Kenya. Lakini hatuwezi kulisha Kenya na tulipi. Ukienda Wasimigishu saa hii, where the president comes from, Wasimigishu, wakulima wako na mahindi ya miaka miwili kwa store na ngoja bei nzuri, hakuna soko. Wale watu ambao wananunua mahindi wakora ambao wanatembea hapa na malori, anakuambia soko inasema kwa 100 shilingi 1,800, lakini yako iko na unyevi chakaoa mzuri za 1,500. Kwa ndio wasumbua kulima hapa. So where is the government? Where is the government? Where the government must protect its people. Kenya is an agricultural country. Sisi wengi ni wakulima. Mr. President, if the economy is growing and the farmer is growing, so it is growing, that economy is not growing for Kenya. The economy is growing for cartels na matapeli. Ile siku mkulima atafurahi kwamba anaweza kulipa karo, anaweza kwenda kuhospitali kwa kuhangaika, hata anaweza kuwa pili na kufanya harambee. Hiyo siku tunajua kwamba uchumi wa Kenya unakuwa. The rest stories I said kaya za Bunwasi. And this country iko na potential to grow. Let us just put the right people in the right places without ethnic considerations and we'll be good. Mimi ningependa nimalizie tu hapo nikiwatakia watoto wetu kila laheri tunapoanza kufanya mtihani. Usiipe mtihani. Umekuwa shuleni for 4 years. Kama hujajipanga vizuri,
mambo tu ni mabaya. Sisi tunafanya mitihani. Hata ukianza kuamka saa 6 saa 4 na kuwa mpaka asubuhi ndio ujue mbiwasi. But just get what you deserve. Usito mtihani upate A, uende university, uende uite tena, upate first class, uwe daktari. Alafu unakuja kusumbua watu kwa kaunti, wanaenda kazi, mtaka kwenda kazi. Mtu hapo na ngoja kwa mguu na pasua kichwa kwa sababu ulipa mtihani. We wish you well, our children. Do not cheat. If you cheat in exams, you will cheat forever. Utakuwa unaangalia hiyo unajua sio yako. You will walk around with a guilt conscience forever. So wewe umekaa vizuri, mzazi amekuleta hapa amekulipia karo, walimu wamekufunza, mazingira yamekuwa mazuri. All our children in Trans Nzoia County, just go forth and get what we deserve. And I believe what we deserve is good enough. Sisi kama wazazi wetu kuombea, tukijua kwamba sisi tumejitolea. Najua huko shuleni wataka kufanya mtihani, dada yako hapo nyumbani alisoma hapo university, hakuna kazi. That's why I'm telling you with bitterness. Because this country deserves better. It should not matter anymore whom you know. It should be simply about what you know. And Kenya will be good. Tunatakia kila la heri, Mwenyezi Mungu awabariki. Tukienda michironi, be good people. Rejea wazazi nyumbani, baraka zinatoka pale, wazazi wajivunie kuwa watoto ambao ni wazuri. Watu wa Trans Nzoia, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ile support mnaendelea kutupatia. Wengine wanasema natembea jua naenda wapi, tungojee pesa utatangaza. Akataka kutupatia kazi ambayo zinajipanga mimi. Tunajipanga, ndio? Na pia tumesema hakuna kiti Kenya hii ambayo imewekea mtu mmoja. Na kama Wakenya watakubali kutakuwa rais, kwa sababu wamempima na ndio jamani atakuwa president. Hiyo mambo tutaenda. Lakini kama itakuwa ni mambo ya wengine mwende mkaa hapo wakando msema hii jamii na hii jamii na hii jamii tukaa pamoja tutaleta rais. Hiyo biashara mmoja. Kwa sababu itakuwa kama ni business interest, mnakubaliana na kuleta watu kiasi fulani, ukiunda serikali umeandikia watu fulani. Unaleta watu wajinga kwa sababu unaleta kura lazima tuandike kama mawaziri. Hiyo biashara Kenya inahitaji. And the spirit of Raila Odinga. Kila mtu enda ajifanyie mtihani, ajifanyie mkutano. Na ujue kwamba kwa Kenya to go forward. We must do the right thing. You can't be doing the wrong things and you still Kenya to grow. Haiwezekani. Mwenyezi Mungu awabariki sana sote. Tafadhali naomba sote tuweze kusimama. Kama umevalia kofia ambayo sio rasmi, naomba uweze kuivua kwa sababu ya wimbo